kitambo kidogo. Mwachie Mungu Baba. Ibani, mambo vipi tena Tanzania, mambo vipi watazamaji wa Mastaz TV? Naitwa Alex Ali 26 kitengo ndo baba. Ibani, nyuma kamera niko na Kabaisa Mtumbadi, aidha ukipenda muite Isaac Kabaisa. Ibani, leo tuko kivingine tena, tuko kivingine, aidha tuseme tuko kitofauti. Leo tuko na moja kati ya waimbaji wa gospel. Tukasema gospel ina maana tuzungumzie injili. Tuko ndani ya injili kabisa ndani. Kwa hiyo leo tuko na mwanakwaya mmoja kati ya watu ambao wanaifanya sanaa yao ya injili vizuri hapa kwetu. Mambo vipi? Fresh. Mzima? Ndio. Unaitwa nani? Niite Ange Belle. Nani? Ange Belle. Ange Belle. Ange Belle. Ile hapo ndo jina lako kabisa au ndo vile umebadilisha? La kwangu. Sawa, wewe ni muimba gospel. Hivi gospel yako inahusiana na nini hasa? Ni injili. Yeah. Kwa hiyo unataka kuniambia unamsifu Mungu kupitia injili? Ndio. Kwa nini usingekuwa mwanakwaya kanisani? Mimi ni mwanakwaya tena, naimbaga kanisani. Yeah. Kanisa gani? EAGT. Hivi nani mpaka uwe muimba gospel unakuwa na manufaa gani? Hapo sijakuelewa vizuri. Yaani unakuwa muimbaji wa gospel tofauti na muimbaji wa kwaya, unakuwa na manufaa gani? Kwa nini usiimbe kwaya? Cha kwanza mimi naimba kwaya, alafu vingine naimba kikawaida tu. Pote naimba, lakini kuna wengine unakuta wanaimba nje ya kanisa. Ina maana kuna muda unaimba nje ya kanisa? Ndio. Kwa nini uliamua kuwa Mkristo bado mdogo, tena ukiangalia umri wenyewe sawa unaruhusu, lakini kuna vingi hujavipitia hapa katikati? Sasa kuwa Mkristo, cha kwanza inatokana umelelewaje, umekuaje, unaishi na kina nani. Ndo nikajikuta sasa, maana baba yangu ni pastor, ndo nimekulia huko. Ndo hivyo. Na mama hivyo ni pastor? Si mama pastor na yeye. Mama mchungaji. Ndio. Okay. Labda kipengine mkiwa mnakaa mezani kwa pamoja, waga mara nyingi mnazungumziaga kuhusu nini mezani? Nikizingatia nyumbani, sisi tukifika mezani kabisa hakuna kuongea. Tunachokijua pale kuna msosi, ni kula na kama tukimaliza mara nyingi waga tunafanyaga kaibada kidogo afu tunaenda kulala. Ndio. Pengine kuna namna babako ashakwambia bana acha muimba tu, uwe naimba tu kanisani, acha masuala ya kuimba peke yako? Hapana, hajawahi. Hapana. Unahisi ni kwa nini? Si ni kazi tu. Popote tu natangaza injili, iwe ndani ya kanisa ama out ya kanisa, nafanya hivyo. Ndio. Hivi kipaji chako kilitokana na nini? Mimi nijikuta naimba, maana mimi nilianza kuimba bado mdogo. Vile unakuta mtoto unampeleka Sunday school, naimba kanisani. Kwa nikaanza kuimba huko, ndo mpaka nikajikuta naimba. Vitu kama hivyo ndio. Ndio hivyo, kuna sehemu kuna muimbaji yote asha kuchukua bana. Usema nani tena jina lako? Ange Belle. Hivi tuzungumzie Ange, uko Belle ni vingine. Okay, bwana Ange, njoo tuimbe gospel, aidha njoo tushiriki kwenye hii nyimbo. Kurekodi au kurekodi vile hata hivyo tu kanisani. Waimbaji tu tunarekodi tu, mbona? Tunarekodi ya. Kama sasa hivi una nyimbo ngapi? Sasa kwangu mimi na nyimbo 2. Ya. Ina maana ikitokea fursa unaongeza zingine? Ndio. Kitokea tu naweza nikaongeza, lakini sidhani kama naweza nikaongeza kabla sijafanya kitu fulani. Maana kurekodi na kuwekeza nyimbo pale na una mahali pa kuweka, unakuta ni changamoto. Mimi sioni kama naweza nikarekodi tena. Ndio. Ina maana sehemu ya kuweka ndo huna? Yeah. Hivi kitokea ndo vile ametokea mtu akwambia bana, chukua channel hii hapa uwe unaweka nyimbo zako. Nitamshukuru Mungu. Mbona hiyo ndo njia ninayotaka. Yeah. Kwa hiyo tukisema sasa maswala sasa ndo vile pengine katika harakati zile 1 na 2 kukusimamia studio inakuwaje? Si wenyewe hapa tunafanya hivyo ili angalau tuweze tukapata mtu ambaye anaweza kutusupport. Nikipata mtu wa kunipeleka studio ndo nitashukuru vile vile. Lakini hizi nyimbo 2 umezifanya peke yako? Ni mimi mwenyewe. Kwa hiyo pengine kuna yote yule alikukatisha tamaa katika hii safari yako ya uimbaji? Hapana, hayupo. Mama, baba? Hapana, wao mbona tu wananisupport.
Ndio. Washakupa hela kwamba nenda studio, aidha chukua hii hela katoe video ya nyimbo yako? Hapana. Wewe sema tu unanisupport na unasema mama naenda kuimba, haina shida, mama iko hivi na hivi, haina shida. Lakini kusema wameshawahi kunipa hela fulani eti naenda ufanye hichi, hapana. Sema tu nafanya kivyangu lakini na support ya wao. Bila pengine mtaani hapa kuna watu ambao kidogo wanakusifia bana, unavijua. Kusemesha ukweli kabisa nishawahi kupata vitu kama hivyo, lakini nasema asifiwe Mungu. Maana siwezi nikasema eti nimefanya, hapana. Nasema Mungu ndo asifiwe. Hebu tuzungumzie mtaani, kanisani. Kuna chochote ushawahi kukipata katika uimbaji wako? Kukipata Mtu akakupa bana, chukua hichi hapa kwa sababu umeimba vizuri kanisani, au umefanya vizuri kwenye nyimbo yako fulani, aidha umefanya kizuri mahali kupitia uimbaji? Ndio. Waga mara nyingi kanisani, waga tukitoka kuimba ama tukiwa tunaimba, unakuta mtu anakupa kijibuku hapo. Yaani kikakumpendeza tu jinsi umeimba. Mara nyingi inakuwa inatokea. Sawa, labda kuna wanaokutazama pale, unaweza kuambia kitu gani kuhusiana na kazi yako na kuhusiana na wewe? Yaani inaweza nikasema kama yupo mtu anaweza kunisupport, asupport kabisa, hapo mimi ndo nitashukuru. Ndio. Jina lako linatoka nani tena? Angela. Bana, leo tuko na Angela, kama unavyomsikia ni moja kati ya madada ambao wanafanya vizuri sana kwenye uimbaji wao, kama ulivyosikia wa gospel na kwaya vile vile wanaimba. Unajua bana, kokote kambi. Kama nilivyokuambia bana, make sure umesubscribe, umelike na kucomment. Naitwa Alex Ali 26. Tumsifu Yesu Kristo. Nyuma ya kamera hiyo na kabisa Mtumbadi. Appreciate sana kwake.